Naam, msikilizaji, uamuzi wa bodi ya rufaa ya shirikisho la soka la Afrika CAF wa kuivua Senegal taji la kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 na kuipa Morocco umezua utata mkubwa. Uamuzi huo uliotangazwa jana unatokana na timu ya Senegal kutoroka kwa dakika 15 wakati wa fainali ya Januari 18 mwaka 2026 mjini Rabat nchini Morocco kufuatia adhabu iliyotolewa na VAR kwa wenyeji Morocco. Huu ndio mjadala ambao tunauzingatia katika sehemu yetu ya mjadala siku hii ya leo, na niko naye katika laini ya simu Hassan Mwanaali akiwa huko jijini Nairobi nchini Kenya. Yeye ni mwana spoti. Katika mji wa Kampala, Uganda, tunaye Omar Mtasa, pia vilevile ni mchambuzi wa spoti aliyewahi pia kuwa huko Morocco wakati wa mashindano haya, na tunamtafuta pia vilevile Amri Masare ambaye yeye yuko Dar es Salaam, ni mwana michezo. Nianze nawe moja kwa moja, Hassan Mwanaali, uamuzi huu umeupokea vipi? Na nafurahi mwanzo, asante kwa mwaliko. Nimependa sana utangulizi wako, ulitumia neno kutoroka. Senegal walitoroka uwanjani kwa zaidi ya dakika 15. Wajua hizi habari mimi nimezipokea kwa mshtuko mkubwa sana, na nilikuwa nawaambia wenzangu nikiwa mie Mwafrika nitaweka wapi uso wangu. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya watu na wadadisi wa michezo kauli kama hizi waliwahi kuzitoa kina Jurgen Klopp pale Liverpool na Jamie Carragher yule alikuwa mchezaji wa Liverpool, wakidunisha mashindano ya AFCON, mashindano ya CAF. Sasa wamepata nguvu za kuzungumza, manake katika historia ya soka la bara la Afrika nafikiri sijawahi kuona tope kiasi hiki, sijawahi kuona mkanganyiko kiasi hiki. Ni kama tuseme mashindano ya riadha umeshinda, lakini baada ya miaka kama 4-5 unapokonywa medali kwa kutumia dawa za kututumua misuli, alafu alomaliza wa pili anapewa taji. Haina mbwembwe, haina sherehe. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwamba limeiacha CAF katika njia panda, na nilikuwa nafuatilia baadhi ya habari haswa kutoka kule Senegal. Sasa hizi habari zimechukua mkondo sio tu wa michezo, sasa hata mkondo wa kisiasa. Pana tetesi na fununu kwamba mgeni mkuu wa serikali amekwenda Morocco na hakupokelewa hata na mfalme wa Morocco. Ninachokisema ni kwamba inatakiwa mchezo utuunganishe, na mshindi ashinde uwanjani, si mshindi ashinde mezani. Yani ni aibu kubwa sana kwa CAF na soka la bara la Afrika. Asante sana. Uamuzi huu ambao umepitishwa unakuja kiasi miezi miwili. Bodi ya rufaa ya CAF inasema vitendo vya Senegal vilikiuka kifungu cha 82 na kifungu cha 84 cha kanuni za AFCON ambazo zinasema kwamba timu inayoondoka uwanjani bila idhini ya mwamuzi wakati inapoteza mchezo. Lakini bodi ya nidhamu katika uamuzi wake wa awali ilitoa uamuzi wa kuipendelea Senegal, lakini bodi ya rufaa imekuja sasa imeubatilisha. Kwa nini kunakuwa na mkanganyiko huu wa hali hii, Omar? Asante sana bwana mwenyekiti. Jambo la kwanza naweza kusema kwamba hivyo vifungu ulivyovitaja nadhani kama vilikuwepo pale mwanzo vingelikuwa vinatumika wakati ule ule, lakini baada ya miezi miwili kuja kuleta vifungu kama hivyo kwamba kuna kifungu 83 na 84 na vinginevyo, hii nadhani inaonyesha aibu kubwa sana katika bara la Afrika na katika mchezo wa mpira, jambo ambalo halijawahi kutokezea, na hili ni jambo ambalo nafikiri linakwenda kushusha hadhi ya Patrice Motsepe. Hii ni moja katika tatizo kubwa. Haya yote yangelifanyika wakati ule ule, lakini walikwenda kutoa faini, na kama kweli walitoka uwanjani hatukatai. Referee alisubiri, nilikuwa kwa uwanjani, referee alisubiri mpaka wale jamaa wachezaji wa Senegal wakarudi uwanjani. Tunavyojua sheria kwamba tunapokuwa wachezaji hawakurudi uwanjani, inakuwa referee anachukua uamuzi wake, lakini kuja kutoa uamuzi kama huu baada ya miezi miwili, nafikiri inasikitisha sana. Bwana mwenyekiti, hili ni jambo ambalo litashusha hadhi ya Patrice Motsepe. Tusisahau kwamba sasa hivi nafikiri naibu rais wa CAF ni wa Morocco, ambaye alikuwa ni meneja mkuu wa klabu ya Berkane ya Morocco.
Aya, asante Omar. Amri Masare, nafahamishwa huko katika laini ya simu. Mjadala mkubwa sana umeibuka kutokana na uamuzi huu. Bila shaka ni uamuzi ambao ni wachache sana ambao waliutarajia. Ni kweli kabisa, imeshtua si tu bara la Afrika, dunia kwa ujumla imeshtuka kuona maamuzi kama haya yakifanyika leo, ikiwa ni miezi kadhaa imepita tangu fainali za mataifa ya Afrika zimalizike kule nchini Morocco na Senegal akitangaza bingwa. Leo kulikoni maamuzi yanatoka mezani, lakini mashaka yalianza kuingia juu ya kile ambacho kinaendelea kati ya shirikisho la soka la Morocco linaloongozwa na Feuzi Lekja na shirikisho la soka barani Afrika. Kwa nini mashaka yalianza kuonekana? Kwanza ni rais wa shirikisho la soka la Morocco alianza kuadimika katika vikao mbalimbali vya shirikisho la soka barani Afrika, ikiwemo mkutano wa mwisho ambao ulifanyika wa ESCOM ama kamati tendaji ya CAF ulifanyika jijini Dar es Salaam, ambapo hakutokea. Nilitaja moja kati ya sababu ilikuwa ni mgomo baridi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika maamuzi kati ya CAF na dhidi ya Morocco. Lakini pia utaona kwamba Morocco walikuwa wamekubali kwa wenyeji wa fainali za mataifa ya Afrika soka la wanawake. Mwanzoni wakatishia kujitoa na baadaye wakasema wataandaa fainali za mataifa ya Afrika, lakini mwisho wa siku tena tumeona mashindano ya mataifa ya Afrika soka la wanawake yameahirishwa. Kwa hiyo dhahiri ilianza kuonekana mapema kwamba Morocco kama wanajambo wanashinikiza kwa shirikisho la soka barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kutofurahishwa na yale maamuzi yaliyojiri wakati wa fainali za mataifa ya Afrika. Kwa hiyo mashaka alianza kuingia, na ndio maana leo mimi sishangai kuona maamuzi haya yametoka, ili hali kila kitu kilikisha malizika uwanjani. Watu wanajiuliza pengine shinikizo linatoka wapi? Na shinikizo linatoka wapi? Kwa sababu kila kitu kinaonekana sasa hivi ni Morocco na mashindano makubwa ya Afrika ni Morocco. Ni kweli. Sasa na hii ndio inatia mashaka kidogo kwamba soka sasa la Afrika linaonekana kama linashikiliwa na upande mmoja. Kipindi fulani ilikuwa ikionekana kama Misri, lakini sasa Morocco ikionekana kuwa na nguvu zaidi. Jambo ambalo watu wanajiuliza, hata kama ilikuwa ni kanuni, kwa nini hazikufuata wakati wa mchezo wenyewe? Kwa nini ichukue muda mrefu hadi sasa? Utakumbuka wakati Afrika Kusini wanatangaza kwamba wako tayari wao kuandaa fainali za mataifa ya Afrika, walizungumza hilo pia kwamba Morocco wasidhani kwamba kila kitu wanaweza wakafanya wao. Sasa hii inaweza ukaugawa mpira wa Afrika sasa, ikaonekana nchi za kaskazini, nchi za Afrika Magharibi, Afrika Mashariki ya Kati na kusini mwa Afrika, jambo ambalo nadhani Patrice Motsepe siku litazama kwa makini linaweza likamchafua sana katika utawala wake wa soka, pengine kuliko watawala wote ambao umewahi kupita, ikiwemo Ahmad pamoja na Issa Hayatou. Haya, swala la uadilifu Hassan Mwanali na swala la haki na huyu bwana Motsepe, unadhani linamweka wapi kuhusiana na vurugu mechi hii ambayo imejitokeza, kama ningeweza kuita hivyo? Justice delayed is justice denied. Na nafikiri sasa hivi Motsepe na uongozi wa CAF hawana mahali pa kuweka uso wao, manake watawaambia nini watu wanavyosema vijana huku mtaani. Na ukiangalia, mimi mwenyewe siku hiyo nakumbuka nilikuwa nautangaza huo mpira kwenye fainali, na baadhi ya wenzangu niliokuwa nao nilitoa kauli ambayo wengi hawakuipenda, lakini ingenusuru hali, kwa sababu nilikuwa naambia kama hawa Senegali wamehususia mchezo zaidi ya dakika 15, mimi nilikuwa nahisi kwamba mwamuzi angepuliza kipenga wakapewa taji wale Morocco. Ingawa pia yangesemwa mengi kwa wakati huo, tungekuwa sasa hivi hatuna vidonda ambavyo vimetibuliwa upya, maana tumerudi kule tulikokuwa. Unauliza swali la haki na uadilifu, mwamuzi akazingatia sheria za mchezo, wakashinda taji uwanjani Senegal, na Morocco hawakucheza under protest wanavyosema watu kwenye ile finali, baada ya Senegal kurudi na kombe wakapewa na CAF. Lakini ungeanza kuona kibaridi kilikuwa kinaingia hata tu wakati viongozi wale wa Morocco, wakati taji atolewa na sherehe nzima zile, ni kama walikuwa wanafanya kususia. Sasa unaanza kujiuliza kazi ya mwamuzi nini, kama kweli mwamuzi alifuata sheria na akaruhusu mchezo uchezwe baada ya dakika hizo 15, na kweli wakapewa taji Senegal, wakawa na sherehe zao na mbwembwe mpaka leo. Sasa leo hii utaniambia vipi kwamba Morocco anapewa kombe? Na usisahau kwamba Senegal wao wamekata rufaa tayari.
sio mara ya mwisho tutakuwa tunazungumzia hili swala. Unaanza kuona kwamba huwa tunasema maamuzi ya kabumbu sio mezani, ni uwanjani dakika 90. Maana Senegal wanasema sisi ndo washindi halali na haki wa hili taji. Hata Morocco kuna baadhi ya mbwembwe na sherehe kule kwao, lakini wanaona hii haina, utafanya nini? Ndio watafanya paredi washangilie. Nafikiri huu mwaka ni vigumu kusema kwamba 2025 24 timu mshindi wa CAF alikuwa ni Morocco. Ni vigumu sana kusema kutoa kauli kama hiyo. Haya, asante sana. Omar, naja kwako hivi sasa. Tumegusia hapo swala la uadilifu na haki, na tayari Senegal wamesema watakata rufaa. Unaona wana fursa kiasi gani kuweza kukamilisha mchakato huu wa kukata rufaa na kufanikiwa kubatilisha uamuzi ambao tayari umeshatolewa? Maanake mgogoro inaonekana huenda ukadumu muda mrefu huu. Bila shaka Senegal kukata rufaa, nadhani hii ni haki yao kukata rufaa, lakini tujiulize, rufaa yenyewe inakwenda kukatiwa wapi? Iwe lazima iwe kwenye FIFA. Hili ni jambo la kwanza. Ikiwa katika CAF, sidhani kama CAF itaweza kubadilisha uamuzi wake. Alafu jambo jingine, bwana mwenyekiti, ni kwamba michuano hii ya CAF iliyofanyika Morocco, kulikuwepo tatizo moja kubwa. Tatizo lenyewe lilikuwa tatizo la marifari. Kulikuweko uadilifu wa marifari ulikuwa wakiboronga sana mchezo. Mimi nilimuuliza Patrice Motsepe kwenye kikao cha waandishi wa habari, nikamwambia, bwana Patrice Motsepe, kuna tatizo la marifari, watu wamekuwa wakilalamika, hili swala unalizungumzia nini? Alijaribu kulipiga chenga, hakuweza kulijibu kama inavyostahili. Alisema tu kwamba CAF inaliangalia hili jambo. Kwa hivyo mwisho wa siku aibu ilikuja kuonekana siku hiyo ya mwisho, ambapo wengi waliona kwamba Morocco ilikuwa inabebwa, licha ya kwamba walikuwa wakicheza mchezo mzuri, lakini kuna baadhi ya sehemu, kuna baadhi ya wakati Morocco walikuwa wakibebwa juu, na hili lilikuwa linaleta matatizo sana. Na mwisho wa siku aibu ilikuja kuonekana siku hiyo ya mwisho kwamba Morocco walikuwa wakibebwa. Walibebwa wakati wa timu ya Tanzania Taifa Stars walipocheza nao, ambapo Rodrigo kocha wa timu ya Morocco alisema kabisa kwamba kwenye mkutano kwamba hakuna timu iliyotupa uzito na ugumu kama Taifa Stars tulipocheza katika michuano hii. Washafahamu? Na kweli Taifa Stars mwisho wa siku na wao walilalamika kwamba walikuwa wapewe penalty, hawakupewa. Kulikuwa mchezo wa kuwabeba Morocco kwa hakika, na marifari waliporonga sana mchezo huu. Omar, ile penalty kwa mfano sasa hivi timu ikaamua kuandika barua pepe kulalamika kwamba tulinyimwa penalty na tunataka na sisi kesi yetu iangaliwe na ijadiliwe. Kuna uwezekano kwamba jambo hilo likachukuliwa kwa uzito, au ni hayo matokeo tu ya fainali kwa sababu yalikuwa yanayohusu Morocco? Haiwezekani. Sidhani kama Tanzania Taifa Stars watachukua uamuzi kama hata wakiuchukua, sidhani kama itawezekana, kwa sababu pale mwanzo Tanzania walipolalamika, kamati ya CAF ilisema kwamba hapakuweko tatizo lolote. Ushafahamu, walilikataa moja kwa moja. Kwa hivyo hili sidhani kama litakuja kujitokeza, lakini la muhimu bwana mwenyekiti ni kwamba kwa hakika inasikitisha sana kwamba mchezo kama huu wa CAF leo wazungu wanakwenda kutucheka kwamba baada ya miezi miwili mnakuja kubadilisha uamuzi kama huu kuwapa Morocco. Nakumbuka tulipokuwa kwenye mkutano wa waandishi wa habari, kuna vibaraka, naweza kuwaita hivyo, vibaraka wa CAF walisimama wakasema kwamba bwana Motsepe, tunaomba kombe la mataifa la Afrika 2027 lirejeshwe hapa Morocco, kwa sababu nchi za Afrika Mashariki hazina barabara, hazina miundombinu. Ushafahamu, mimi mwenyewe nikainuka, ndio nilikuwa mtu wa mwanzo kuinuka, nikamwambia huyo aliotaja hiyo kwake yeye itamfurahisha, lakini kwetu sisi tunatoka Afrika Mashariki haitufurahishi. Na wewe Motsepe unadai kila siku kwamba unataka kuinua kiwango cha mpira. Kwa hivyo ikiwa utakuja kuangalia walikuwa na pesa, nadhani hapo kutakuwa kuna tatizo bwana Motsepe. Nilimwambia hivyo. Haya, asante sana Omar. Tutamsikiliza sasa hivi hapa Saumu Njama ambaye amekuwa akifuatilia maoni ya wasikilizaji, lakini naomba amri kifupi tu, uamuzi huu unaoona unaathiri vipi uaminifu wa VAR barani Afrika katika mashindano ya kiwango kama hiki cha AFCON? Maamuzi haya yanatia mashaka sana. Maamuzi haya hakika
yanatia mashaka sana kuhusiana na uadilifu, kwanza kama ulivyozungumza hapo awali, lakini pia teknolojia kama hii inayokuja ya VAR ambayo inaongozwa na binadamu, ambao binadamu hawa ndio leo tunaona fanya maamuzi ya kustaajabisha. Amezungumza vizuri sana mjumbe aliyopita hapo, kama leo shirikisho la soka barani Afrika kupitia kamati yake wameweza kubadilisha maamuzi ya bingwa na kumpatia Morocco, vipi maamuzi ya penalty iliyokataliwa Tanzania? Wanaweza wakalifanya mabadiliko hayo? Imezoeleka na inafahamika kwamba maamuzi ya mezani iliyopita muda mrefu sana yameondolewa, kwamba hakuna sasa maamuzi dakika 90 za mchezo. Baada ya pale ni adhabu zitafuata. Hivyo kwa kweli teknolojia na uadilifu sasa vinatia mashaka na dosari kubwa sana kwa kweli kwa mpira wa Afrika. Haya, asante sana. Saumu Njama, wanasemaje wafuatiliaji wetu? Wafuatiliaji huko mitandaoni wanaendelea kulalamika kwa ajili ya matokeo hayo, lakini Baraka Magere anasema kwani kanuni zilikuwa wapi siku ya mchezo? Na Alphonse Meteli yanasema hakuna weledi katika kuanzia viongozi hadi rais wao, yani CAF yote imeoza. Lakini mwingine hapa anasema CAF sio shirikisho la mpira Afrika, ni shirikisho la mpira wa Afrika Kaskazini. Ni Geoffrey Mlegi Musisu. Mwingine anauliza, je, mashindano yajayo ya CAF itakuwaje kwa timu ambazo sasa jezi amue kushiriki ama zihofie tu kwamba hakuna faida yoyote, kwa sababu badala yake matokeo tayari yatajulikana, ni mwenye hela ndio atafaidika? Unaonaje mgogoro kati ya Senegal na Morocco baada ya uamuzi huu, Saumu? Naona kwamba uhasama utaendelea kuongezeka zaidi. Uhasama utaendelea kuongezeka zaidi kidiplomasia. Unaweza sema masuala ya siasa sasa muda mwingine tunaiweka kando kulinganisha na mpira, lakini ukiangalia viongozi walivyo na binadamu tulivyo, watu wengi kanyagwa kidogo na mtu ni ngumu wengine kusahau, hasa ikizingatiwa kwamba mashindano haya kama wanavyosema hapo wachambuzi kwamba yalikuwa na dosari kuanzia mwanzo. Sasa nahisi kama huu mgogoro utaendelea kutanuka, na sio tu kwa kati ya Senegal na Morocco, lakini vile vile kwa mataifa mbalimbali ambayo yaliweza kushiriki, ama hata mataifa ambayo hayakupata nafasi pengine ya kufuzu, lakini yanatarajia kwamba katika siku zijazo yataweza kuja kwa washiriki katika mashindano haya. Kwa hiyo Morocco kama kawaida wenyewe wanasema sio Afrika. Sasa huu mgogoro nahisi kama utaendelea kuongezeka. Morocco ichukuliwe kwamba sio miongoni mwa Afrika. Haya, Hassan Mwanali, neno moja tu, mustakabali wa AFCON baada ya seke hili, kifupi kabisa. Wala inatishia sana. Wewe unajua nani wataungana na Senegal, kama ulivyosema Morocco walikuwa wanasema inabebwa, wametilia shaka maamuzi sio tu katika mashindano haya ya Afrika mataifa, lakini hata ulimwenguni. Kwa hiyo nafikiri uko mbele siku nzuri. Haya, asante sana msikilizaji, basi muda wetu umekamilika hapa studio. Asanteni sana wachambuzi wangu Omar Mutasa na Amri Masare na Hassan Monali pamoja na Saumu Njama.